4 ni mwaka wa kusali zaidi, waamini wasali. 5 ni mwaka wa kupokea zaidi sakramenti ya kitubio. 6 ni mwaka ambao waamini wanapaswa kuishi imani yao kwa matendo, kukiri imani yao kwa maisha yao. Na mwisho ni mwaka ambao waamini wanaalikwa kwa namna ya pekee kujichotea rehema kamili. Hapa najua kitu simama kidogo hapo kwa rehema kamili. Ni mwaka ambao waamini wanaalikwa kujichotea kwa namna ya pekee rehema kamili. Kauli mbiu ya mwaka wa jubilei hii mnaifahamu? Mnaifahamu? Inasemaje? Yaani katika matumaini. Kuna wengine wanakosea wanasema kujali kwa matumaini. Hapana. Kwa sababu neno la Kilatini lilotumika linaitwa pregrinantes in spem. Sasa ini haiwezi kawa wa Kilatini, hapana. Kwa sababu hiyo sio genitive. Hiyo ni hapa Kilatini. Maana yake ni katika. Kwa hiyo mahujaji katika matumaini. Na haya tumeyatoa kwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 3 aya ya 5. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5. Ngoja tusome. Warumi sura ya 5 aya ya 5. Asante. Natumaini haitayarishi kwa sababu pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Hii ndiyo kauli mbiu ya mwaka wa jubilei. Sasa pamoja na mambo mengine, haya mambo mengine niliyosema, alama za jubilei, kuna alama moja ambayo naomba nisimame hapo kwa muda sasa. Nikisha imaliza hiyo ndio niende kwenye ekaristi na jubilei. Ekaristi na safari ya kiroho. Mojawapo wa alama ambazo tunahimizwa sana katika mwaka huu wa jubilei ni rehema kamili. Unafahamu rehema kamili ni nini? Unafahamu rehema kamili ni nini? Tunakuja hapa rehema kamili. Rehema kamili, kifupi, rehema kamili ni msamaha. Ni msamaha wa muda au wa kudumu. Ni msamaha wa muda au wa kudumu wa matokeo ya dhambi. Kifupi sasa ni msamaha wa kudumu au wa muda wa matokeo ya dhambi. Naingia ndani. Ikumbuke kwamba dhambi yoyote, hasa dhambi ya mauti, inavunja mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Na hivyo mwanadamu anapokwenda kwenye kitubio, anachorudisha ni mahusiano yake yaliyokuwa yamevunjika. Lakini matokeo ya ile dhambi hayarudishwi kwa sakramenti ya upatanisho. Sakramenti inayoondoa dhambi pamoja
inaondoa, sawa, inaondoa dhambi ya asili na dhambi zote pamoja na adhabu zake. Kwa lugha rahisi kwamba ikitokea mtu amaliza ubatizo hapa, hata akifa hapa, huyu anakwenda mbinguni moja moja. Lakini mtu aliyetenda dhambi ya mauti au dhambi nyingine akaenda kutubu, maana yake ameondolewa dhambi, adhabu zile hazijatoka. Kwa hiyo mtu huyu kama atakufa, hata kama ametubu dhambi zake, lazima atapita kwenye kusafishwa adhabu zile. Na kinachoondoa adhabu za dhambi kulingana na mafundisho ya kanisa: moja, neema kamili; mbili, sadaka ya Yesu iliyomwagika msalabani; ambayo hiyo sadaka ina uwezo wa kuondoa adhabu za dhambi zote. Na ndio maana tunasali kuombea wetu. Kwa hiyo ukitoka hapo kwenye kibio ukafuta barabarani kwa roho wanaona kwa si garanti kwamba unaenda mbinguni moja kwa moja, kwa sababu dhambi ya mauti utaenda kutoka. Lakini kwa sababu dhambi zotenda huko nyuma zilikuwa na adhabu zake ambazo hizo dhambi hazijakamilishwa, mojawapo ni rehema kamili ambayo inatolewa kwa kanisa. Kanisa kama Biblia limetangaza kwamba muumini anaweza akajichotea rehema kamili kwa kufanya yafuatayo: moja, kufanya hija kama ulivyofanya. Kufanya hija kuelekea kwenye kituo cha hija. Mbili, kushiriki sakramenti ya kitubio. Tatu, kushiriki sakramenti ya Ekaristi, kupokea Ekaristi. Nne, kusali kwa nia Baba Mtakatifu ambazo ni Baba yetu, Salamu Maria na Atukuzwe Baba. Ukifanya hayo umejichotea rehema kamili. Hiyo rehema kamili itaendelea kubaki, itapotea pale tu utakapotenda dhambi. Au muda maalum uliotangaza kisha yawezekana kupokea rehema kamili leo, alafu kabaki hivyo. Mwaka wa jubilei kesho ukifikia rehema kamili kutoka. Hii ni leo kwa jubilei. Sasa rehema kamili unaweza kuitumia: moja, kwa ajili yako mwenyewe, yaani kwa ajili ya dhambi zako ulizotenda ambazo adhabu zake zilikuwa hazijaondolewa. Au unaweza kuitumia rehema kamili kwa ajili ya ndugu yako mwingine. Ukaamua mimi nafanya hija, nafanya kitu fulani, ili rehema kamili mnufaishe mtu mwingine. Au ukaamua kufanya hivi nipate rehema kamili imnufaishe ndugu yangu marehemu. Kwa hiyo rehema kamili unaweza kaamua iwe kwa tuko pamoja? Unanifuata Sasa kwa hiyo kwa safari hii kanisa linasisitiza kabisa mwaka huu ni mwaka wa majiundo, na ndio maana nasisitiza ni mwaka wa upatanisho, msamaha na kujiunda. Na utumia vizuri mwaka huu, kwa sababu
kwa hali ya kawaida jubilei nyingine ijayo kwa hali ya kawaida itakuwa ni baada ya miaka 25. Labda Baba Mtakatifu atangaze inaitwa extraordinary jubilee, yaani jubilei sio kwa hali ya kawaida kama alivyotangaza ya huruma ya Mungu. Lakini ikiwa katika mlolongo wa kawaida tunasubiri jubilei nyingine baada ya miaka 25, sasa tupige hesabu. Jubilei nyingine miaka 25, wewe ambaye sasa una miaka 70, 80, angalau tukatai unaweza kuondoka muda wote, lakini mwenye 70, 80 miaka 25 ijayo uende kwa umeshindwa hata kutembea. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza mwaka huu tuutumie vizuri ili kujinufaisha na matunda ya jubilei. Ni mwaka wa upatanisho, mwaka wa msamaha na mwaka wa kujiunda upya Kikristo. Hasa mojawapo ya nguzo za kujiunda upya ni Ekaristi Takatifu. Neno Ekaristi Takatifu, neno Ekaristi, Eukaristia Kilatini, lakini kutoka neno ekasterion Kigiriki, maana yake ni shukurani. Hivyo kifupi tunaposema Ekaristi tunamaanisha shukurani. Ni shukurani ambayo sadaka aliyoitoa Yesu. Ekaristi imeanza na Yesu, lakini hiyo sadaka huko nyuma hata Wayahudi walikuwa na sadaka hiyo ambayo baba wa familia kipindi cha Pasaka alikuwa anakusanyika pamoja na familia yake, wanakula ule mlo wa Pasaka. Na Yesu alifanya hivyo hivyo, isipokuwa alichoongeza Yesu, alitoa mkate akaubariki. Alipobariki akawapa wafuasi wake, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu. Akachukua divai vile vile na kisha akaongeza maneno, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Manake akaacha uwezo kwa makuhani wake kuendeleza Ekaristi. Ekaristi ni chakula cha wasafiri. Ekaristi ni kirutubisho cha kiroho. Ukitaka maisha yako ya kiroho yastawi, lakini pia kujitahidi kuepuka mashambulizi ya kiroho, pokea Ekaristi mara nyingi katika hali ya neema. Ikumbukwe ili unufaike na Ekaristi yenyewe ambayo ni chakula cha kiroho, unapaswa kila mara kufanya maandalizi ya kupokea Ekaristi. Usipokee Ekaristi kwa mazoea. Huwa nawaambia, kuna bwana mmoja, padri mmoja alikuwa anafundisha, anasema hivi: ukipokea Ekaristi katika hali ya dhambi, hupati manufaa au mafaa ya Ekaristi hiyo. Kuna tofauti na mtu aliyekula bumunda. Yaani padri unaletewa hapa Ekaristi, unaambiwa mwili wa Kristo, lakini kwa sababu umekuja kumpokea ukiwa katika hali ya dhambi, Yesu hawezi kuingia katika mwili mchafu. Hivyo unapompokea hivi, kama hujamfikisha mdomoni, ametoroka. Ulichopokea ni bumunda. Kule mazingira yote wanaita kabaragara. Na zaidi hasa imekuwa hukumu.
kabla ya kwenda kupokea Ekaristi, fanya maandalizi. Na moja wapo maandalizi haya, jisafishe kiroho. Sakramenti ya Ekaristi huwezi kuitenga na sakramenti ya kitubio. Huwezi kuitenga. Sasa mazingira ya kawaida, hivi kweli mtu unaweza kumaliza wiki hujaoga? Unaweza kumaliza wiki hujaoga? Ukamaliza mwaka mzima hujaoga? Mwisho hiyo mwana utabeza mwaka hujaoga? Hata wagonjwa ambaye ni mgonjwa kabisa hawezi kunyanyuka, walao wakati fulani wanatakiwa msponji kusafisha. Vinginevyo akikaa muda mrefu atanuka. Sasa kushangaza ni kwamba muumini Mkatoliki anaweza akamaliza mwaka mzima anapokea Ekaristi tu bila kuungama, ili mradi alishaambiwa pokea Ekaristi takatifu hasa wakati wa Pasaka. Ungama dhambi zako roho mara moja, padri yupo kila siku. Hivi kwa kweli mazingira ya kawaida, kwa mfano umetenda dhambi leo, unakaa nayo mpaka mwakani? Yaani kama vile mwili wako unavyotakiwa kusafishwa kila mara, vile vile roho yako kila mara inahitaji kusafishwa. Wapendwa, kama binadamu tunakutana na makosa mengi kabisa, na mashambulizi yako mengi. Lazima tufanye sana hizi, tusaidie kutembea kwenda mbele katika safari yetu. Ikumbukwe maisha ya mwanadamu ni safari ambayo ni hija ya kwenda kwa Mungu. Hata nyinyi kabla ya kuanza hija kuja mmejiandaa. Kwa hiyo hivi safari yetu ya kwenda kwa Mungu tunahitaji kufanya maandalizi kila siku. Lakini kingine, pamoja na haya, msisahau kufundisha watu wengine, na hasa nyinyi akina mama, msisahau kuwafundisha watu wenu juu ya umuhimu wa kuishi maisha sakramenti. Wakati fulani mama, waulize kama watoto wako, waulize, hivi wewe mara ya mwisho umeungama nini? Waulize tu. Hata kama wako mbali, ukiongea na waulize, kanisa tumeenda. Ni wajibu wako. Lakini wewe mwenyewe, na hii sakramenti ya Ekaristi inaweza kuletea manufaa, lazima uipokee katika hali njema, sio katika hali ya dhambi. Ndio maana usipokee Ekaristi kwa mazoea. Na kila mara wake tamaa ya kupokea Ekaristi. Narudia, mwaka wa Jubilei kanisa limetupatia fursa nyingine ya kujikarabati, ya kuzibaziba mapengo, kuweka viraka kwenye maisha yetu. Kule kwenye lugha yangu kule wanaita kiwatro. Ukishaona sehemu jamani, siku hizi watu hawaiki viraka kwenye nguo, lakini zamani ilikuwa ni cha kawaida mtu nguo ikichanika anaweka kiraka.
Vile vile afya yako ikiyumba, ukiugua, unakwenda hospitali, unaenda kuweka kiraka ili kusaidia walau uendelee, usibaki uchi. Na maisha yako hivyo hivyo. Ukijiona maisha yako mzuri, unaenda kuweka kiraka. Lakini bila kusahau kupokea Ekaristi ituimarishe katika safari yetu ya kiroho. Maana Ekaristi takatifu ni muunganiko wa nafsi kati ya nafsi yako na nafsi ya Mungu. Yesu Kristo nafsi ya pili. Mwisho, niwatakie kila laheri katika maisha ya kila mmoja katika safari yetu ya maisha ya kiroho. Kumbuka, aliyekuingiza katika imani ya Ukatoliki alifanya kazi yake kwa ajili ya wokovu wako. Lakini kuupata huo wokovu au kuukosa ni wewe mwenyewe. Ukiamua kuupambania wokovu wako utaupata. Vinginevyo usifikiri kwamba wokovu utakuja bahati mbaya. Ni wachache sana huwa wanapata neema ya kuokoka dakika za mwisho. Kusoma maandiko matakatifu, kuna bwana mmoja mwizi aliokoka msalabani akiwa anaadhibiwa hapo. Pale ndio akapata wokovu. Kwa kumwambia tu Yesu, Yesu, naomba unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Na Yesu akamwambia, kuanzia leo utakuwa nami mahali pema peponi. Usifikiri wote utapata nafasi hiyo. Hivyo lazima tupambane kuitafuta mbingu. Na watakieni kila laheri, hija njema, na Mungu awaongoze. Tumsifu Yesu Kristo.